Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma. Utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Tutaanza na siri ya kwanza, kuiga unyenyekevu wa Yesu. Wafilipi 2 mstari wa 1 hadi wa 11 inasema: basi ikiwa wako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Nini tunafundishwa hapa? Tuombeane kuwa na upendo, umoja, mshikamano na wokovu katika neema ya Kristo tuliopewa bure na Yesu Kristo. Lakini pia tunakumbushwa tuwe watu wa kutenda kwa ajili ya wengine, tusinie kwa ajili ya ubinafsi, tuwe tayari kutumika ili watu wengi wapate kuokolewa. Pia wafuasi wa Yesu Kristo tunapaswa kuiga upole na unyenyekevu wa Yesu Kristo kama baba yetu wa kiroho kwa Wakristo wote ulimwenguni, ili tupate kutawala pamoja na Yesu Kristo katika ulimwengu huu na ule ujao. Siri ya pili, kuangaza kama mianga ulimwenguni. Wafilipi 2 mstari wa 12 hadi 18 inasema: basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana. Mimi nilipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka,
kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu, wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila, kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Mkishika neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure, wala sikujitabisha bure. Naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, nafurahi. Tena nafurahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini, tena furahini pamoja nami. Nini tunafundishwa hapa na Paulo anavyozidi kutukumbusha? Tunakumbushwa kuangaza kama mianga ulimwenguni kwa kutenda mema, kuwa na upendo na umoja, na kuhubiri Injili ya Yesu Kristo, ili watu walioko nje ya Yesu Kristo wapate kupona na ghadhabu ya hukumu ya Mungu ya siku ya mwisho. Siri ya tatu: utume wa Timotheo na Epafrodito katika Injili ya Yesu. Wafilipi 2:19 hadi 30 nasema, walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwa na mimi nikijua hali yenu. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeiangalia hali yenu kweli kweli. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Ila mwajua sifa yake, ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Basi natumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua yatakayonipata. Nami naamini katika Bwana ya kuwa nitakuja na mimi mwenyewe hivi karibuni. Lakini naliona imenilazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu, mtenda kazi pamoja nami, askari pamoja nami, tena ni mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu. Kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote, akahuzunika sana, kwa sababu mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi. Kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu na kufa. Lakini Mungu alimhurumia, wala si yeye peke yake, ila na mimi pia, nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo nimefanya bidii nyingi zaidi kumtuma, ili mtakapomwona tena mpate kufurahi nami, nipunguziwe huzuni yangu. Mpokeeni basi katika Bwana kwa furaha yote, mkawahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa. Maana kwa ajili ya kazi ya Kristo alikaribia kufa, akaponza roho yake, ili kusudi ayatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu. Nini tunafundishwa hapa? Tunakumbushwa tuwe tayari kutumika kujenga ufalme wa Yesu Kristo kama Timotheo, na kwa hali na mali, ili tupate kuwarejesha watu wote walioibiwa fikira zao na miili yao na roho zao, wapate kumtii Yesu Kristo na kupata kuokolewa
siku ya mwisho, pale parapanda itakapopigwa kwa ajili ya hukumu ya Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tunaomba ututie nguvu, utupe nguvu ya kutenda kazi nawe, tupate kuwarejesha watu wako walioibiwa na ibilisi shetani, ili tupate kufurahi pamoja nao katika siku ya mwisho, pale tutakapoonekana tunang'ara kwa ushindi. Amina.